Pwani Habari ni channel yako inayokupa habari moto moto zilizojiri hapa Pwani na kwingineko. Kaa nasi ili Allahumma barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah tabaraka wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Wama adraka ma laylatul qadr. Laylatul qadr khayrun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'idhni rabbihim min kulli amri. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ayyuhal mu'minun, usikum wa nafsi bitaqwallahi ta'ala. Enyi watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwamba ndiye anayepaswa kushukuriwa, anayepaswa kutegemewa, anayepaswa kuabudiwa ibada ya haki na ya kweli, lakini pia baada ya kumtakia rehema kiongozi wetu wa umma, mtume wetu Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, na kuhusieni kama vile ambavyo naihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndiyo kufaulu kwetu. Walioishi katika zama zilizopita wakashikamana na takwa juu ya Allah, wakashikamana na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hawa walifaulu. Lakini pia ahadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, atakayeendelea katika maisha yetu, katika uhai wetu mpaka ukamalizika uhai wake, ameshikamana na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuendesha maisha yake, iwe maisha ya kibinafsi, iwe maisha ya kijamii. Kila msingi wa maisha anaopita mja akawa ni mwenye kuweka takwa, ni mwenye kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hakika mja huyu ahadi ya Allah atakuwa ni mwenye kufaulu kwa kuondoka kwake au atakapoondoka kwake. Ndugu zangu Waislamu, hivyo basi tuone ya kwamba njia ya mafanikio kwetu ni kushikamana na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka uhai wetu utakapomalizika. Tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuwe wacha Mungu. Watukufu wa Islam, hotuba yetu ya leo kwa ufupi kabisa itazungumzia ndani ya msimu tulionao, ndani ya kipindi tulichonacho, masiku 10 ambayo tumeyaanza. Watukufu wa Islam, tukiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, 12 yamekatika. Kadiri mtu alivyojipinda katika 10 hayo mawili ndivyo alivyofanikiwa. Kadiri mtu alivyojilegeza katika 10 hayo mawili katika kumcha Mwenyezi Mungu na kufanya ibada ndivyo alivyofeli. Lakini bado fursa iko mbele yetu kwa 10 la mwisho ambalo ndiyo 10 bora, ambalo ni 10 la kuachwa huru na moto wa Jahannam. Ndugu zangu Waislamu, kila kitu kwetu, kila ibada kwetu ina misingi ya kuitekeleza, ina misingi ya kuiga. Hali kadhalika na ibada yetu ya funga, na kwa 10 linalokuja msingi wetu, mfano wetu ni kiongozi wetu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Hivyo basi, nini katuelekeza
nini katufundisha kiongozi wetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani. Watukufu wa Islam, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amefadhilisha katika mwaka miezi 12, kuna miaka mingine ameifadhilisha kuwa bora zaidi kuliko ni miezi mingine. Hali kadhalika katika wiki iko siku ambayo ni bora zaidi kuliko ni siku nyingine katika wiki. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika huo mwaka kuna masiku ameyafadhilisha zaidi kuliko ni masiku mengine. Miongoni mwa masiku yaliyofadhilishwa katika mwaka ni masiku 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo tunakwenda nayo au tutakwenda nayo. Ndani yake pia kukiwa na usiku ambao au kukiwa na siku ambayo Mwenyezi Mungu ameifadhilisha zaidi kuliko ni siku nyingine usiku wake. Tunachojifunza kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masiku haya, alipoulizwa mmoja miongoni mwa watu wa karibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kulinganisha na ibada zake katika mwaka mzima, alisema ya kwamba hakika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa anajipinda, alikuwa anajitahidi, alikuwa anaondoa uvivu katika masiku ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani ambao ni masiku 10. Kwa tunachojifunza, kumbe kama kiongozi wetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na juhudi ya hali ya juu, alikuwa na juhudi ya kujitolea katika kipindi cha mwisho cha mwezi mtukufu wa Ramadhani katika masiku 10. Hali kadhalika na sisi wafuasi wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili tuweze kufanikiwa, huu ndio mfano wetu na huu utakuwa ndio mwenendo wetu. Atakayeshikamana nao, atakayeuchukua akaenda nao katika maisha yake, atakuwa yeye ameweka mfano wake katika ibada zake, ameweka mfano wake katika kufuata kwake, ni kiongozi anayestahiki ambaye ni Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, kiongozi wetu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam katika masiku ya 10 haya alikuwa ibada zote anazitekeleza kwa wingi zaidi, akikaa itikafu msikitini, lakini pia alikuwa swala za sunna akizitekeleza kwa wingi, haikimpita. Lakini pia Qur'ani tukufu, kwa sababu ndio mwezi ulioteremka na siku iliyoteremka Qur'ani iko katika masiku haya, alikuwa akijitahidi kuisoma Qur'ani na kuifundisha kwa wafuasi wake. Lakini pia ilikuwa akileta istighfari kwa wingi, akiomba dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa wingi. Watukufu wa Islam, haya ndiyo masiku ambayo usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliteremsha muongozo ambao ndio unaotuongoza katika maisha yetu, nayo ni Qur'ani tukufu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'ani ya kwamba A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ila akhir sura. Sura hii ilituonyesha namna ya utukufu wa usiku ambao Qur'ani ilishushwa, usiku ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliutukuza, usiku ambao ndio ulioanza kushushwa muongozo huu, yani Qur'ani tukufu. Lakini pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amejaalia usiku huu, yule ambaye atajipinda ataupata usiku huu, akatekeleza ibada kwa ajili ya Mola wake mtukufu Subhanahu wa Ta'ala,
Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hujaalia thamani ya alichokifanya, thamani ya ibada aliyoifanya ni zaidi ya miezi 1000 ambayo iko mbeleni. Ndugu zangu Waislamu, usiku huu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameujalia kuwa ni usiku wa amani, usiku wenye baraka, usiku ambao wajumbe wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wanamsubiri ni nani ambaye amesimama kwa ajili ya Allah, ni nani anaomba dua kwa ajili ya Allah ili akubaliwe maombi yake. Hivyo ndugu zangu Waislamu, tunachojifunza katika masiku haya, kila ibada ambayo tunaielewa, tunaifahamu, ni kuizidisha zaidi kulikoni masiku mengine kwa kumfuata kiongozi wetu Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ni kipindi cha kuomba maghfira, ni kipindi cha kutaka msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, ni kipindi cha kuzidisha dua. Na kuhusieni kama ninavyohusia nafsi yangu, ndugu zangu Waislamu, kuitumia fursa hii ya masiku haya 10 ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya mwisho, kugaagaa, kulala, kuhama kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, huku tukitafuta fadhila ili Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atubariki, atukubalie na atusamehe. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuyaendee masiku haya katika hali ya salama usalimini na kuyamaliza. Lakini pia tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie, tutakabalie amali zetu tunazozifanya na atuondolee uvivu tulionao katika kuyaendea yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha, lakini pia atutie uzito katika yale mabaya ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukataza. Wallahu tabaraka wa ta'ala yaqul wa biqawlihi yahtadul muhtadun wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum tarhamun. Wa qala 'azza min qailin 'alim fa idha qara'ta al-Qur'an fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. Kulike, kushare, kucomment na kusubscribe ili kupata zaidi kutoka hapa Pwani Habari.